Kitu kingine ambacho nitapenda kumalizia katika mazungumzo yangu, kuna watu huwa wana tabia kuwakatisha tamaa wenzao, na ndio maana utakuta kuna baadhi ya watu wenye kufanya maasi, baadhi ya maasi hawafanyi taa. Kwa mfano, tuchukue mfano tu, mlevi wa pombe au teja, mlevi chakari kabisa, shakatishwa tamaa kwamba sasa wewe mlevi wanywa mapombe alafu utaswali vipi? Si uache kwanza. Ni vitu vihusiana. Hii ni dhambi na hii ni taa, ni vitu vihusiana, kwa maana kwamba mlevi pia anaweza kawa ni 5 salawati dhambi, pamoja na kwamba atakiwa aiache dhambi ile, lakini kutokuiacha dhambi hili hakumfanyi yeye kuwa ndio sababu ya kutokufunga Ramadhani. Haitakuwa sababu ya yeye kutokuswali swala za jamaa. Aje tu akiwa hajalewa, akiwa na pombe zake, swala yake itakubaliwa. Lakini wao walivyoambiwa na kuaminishwa na baadhi ya watu kwamba hiyo haiwezekani bwana, mpaka uache pombe kabisa. Mbona wazinifu waswali? Mbona wachawi waswali? Mbona wala riba waswali? Hakuna watu wanakula riba wakaswali. Watakiwa waache hayo na taa wafanye. Sasa mtu kuchanganya amali njema na nyingine mbaya ni jambo laweza likamtokea Muislamu. Wa akharuna i'tarafu li dhunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Allah subhanahu wa ta'ala katika surati at-Tauba alipowataja wale as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar, alipoeleza habari yao katika aya 101 akaeleza wa mimman hawlakum min al-a'rab munafiqun wa min ahli al-madinati maradu 'ala an-nifaq la ta'lamuhum, mpaka mwisho wake. Ikaja aya hii sasa, na kuna wengine wao wamekiri makosa yao na shani yao, wao wanachanganya amali njema na nyingine amali mbaya, mema afanya na mabaya pia afanya. Hakuna watu wao, basi hakika Allah atawasamehe wao maadamu wamekiri makosa. Hakika Allah, asa kwa Allah ina maana ya hakika. Kwa hiyo unapokuwa unafanya dhambi, isikuzuie dhambi hiyo kutekeleza jambo la wajibu, kwa sababu wewe ukiwa kwa sababu ya kunywa pombe au kwa sababu ya vuta bangi ikawa huswali, ile ni dhambi, haija kutoka kwenye Uislamu. Huku kuacha kuswali wa wakafiri. Lakini ili usaidiwe, utakiwa ujiepushe na makundi mabaya na watu wenye uraibu mbaya, warafiki waovu. Kaa na watu wazuri, kaa na watu wema, jifunge na vikao vya ilmu. Hilo litakusaidia kutoka huko kwenye bangi zako na kutoka kwenye unga wako na mirungi yako na uzinifu wako na riba zako. Litakusaidia hilo kukurudisha katika usawa. Hilo litakusaidia kukukumbusha kwamba mbona huko nakokwenda siko. Warudi kwa Allah, watubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kimya kimya, hakuna mtu ajua. Umesimama baina yako wewe na Mola wako, muombe msamaha. Lakini dhunub ni ni nuksi kwa mwanadamu.